name is Moses Muyu. Jina langu ni Emmanuel Bwire. I'm blessed to be here today. Nimebarikiwa kuwa hapa leo. And it is a blessing to see you. Na ni baraka kukuona. Bwana asifiwe. Amen. Let's go to the book of Ezekiel. Twende katika kitabu cha Ezekieli. The book of Ezekiel. Kitabu cha Ezekieli. Chapter 37. Ezekieli 37. And we are going to start from verse 1. Na tutaanzia mstari wa kwanza. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Are you there? Je, uko pale? I can hear people perusing their Bibles. Do you have a Bible? Ask your neighbor, do you have a Bible? Jirani yako, je, una Biblia? Do you have a Bible? Je, una Biblia? Ask your neighbor, do you have a Bible? Uliza jirani yako, je, una Biblia? Amekwambia aje? Ako nayo? What has he told you? Ama yake iko online? Are you there? Ezekiel chapter 37 verse 1. Je, uko pale? Ezekieli 37 kuanzia 1. If you are there, say yes. Kama uko pale sema ndio. If you are there, say yes. Kama uko pale sema ndio. Okay, let's read together. Wewe tusome pamoja. The hand of the Lord. I want to hear you reading, eh? Nataka nisikie ukisoma. The hand of the Lord was on me, and he brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of a valley. It was full of bones. He led me back and forth among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley. Bones that were very dry. Someone say very dry. He asked me, Son of man, can these bones live? I said, Sovereign Lord, you alone know. Then he said to me, prophesy to these bones and say to them, dry bones, hear the word of the Lord. This is what the Sovereign Lord says to these bones. I'll make breath enter you and you will come to life. I will attach tendons to you and make flesh come upon you and cover you with skin. I will put breath in you and you will come to life. Then you will know that I am Lord. So I prophesied. Someone say, I prophesied. I prophesied. As I was commanded. And as I was prophesying, there was a noise. Someone say a noise. A noise. A rattling noise, and the bones came together, bone to bone. I looked, and tendons and flesh appeared on them, and skin covered them, but there was no breath in them. Then he said to me, prophesy to the breath, prophesy, son of man, and say to it, this is what the Sovereign Lord says, come breath from the four winds, and breathe into this slain, that they may live. So I prophesied as he commanded me, and breath entered them. They came to life and stood up on their feet, a vast army. Then he said to me, Son of man, these bones are the people of Israel. They say our bones are dried up, and our hope is gone. We are cut off. Therefore prophesy and say to them, this is what the Sovereign Lord says, my people, I am going to open your graves and bring you up from them. I will bring you back to the land of Israel. Then you, my people, will know that I am Lord. When I open your graves and bring you up from them, I will put my spirit in you and you will live. I will settle you in your own land. Then you will know that I, the Lord, have spoken and I have done it, declares the Lord. Father, we thank you for this word. Even as you are going to speak to your people, give them knowledge and understanding. Give them revelation, O God. Let it be for your glory, everlasting Father. Let this word, O God, impact our lives, everlasting Father. Let your spirit, everlasting God, give us the spirit of discernment to understand what you are saying to us. We pray believing in Jesus' name. Somebody say amen. You can have your seats. Hallelujah. Hallelujah. It's so nice to see you. Ni vizuri kukuona. We were here on 25th. Tulikuwa hapa tarehe 25. And we had a good time. Na tukawa na muda mzuri. We hope that you also had a good time wherever you were. Natumai kwamba wewe pia ulikuwa na muda mzuri popote ulipokuwa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Amen. And God ministered unto us in a big way. Na Mungu akatuhudumia kwa njia iliyo kuu. Today I want us to, the heading of my sermon, or the heading of the sermon of today, is exercise your authority. Leo kichwa cha somo la siku ya leo ni kufanyia kazi uweza wako. Exercise your authority. Kufanyia kazi mamlaka yako.
Amen. That is the word. Someone say exercise your authority. Fanyia kazi mamlaka yako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Exercise your authority. Fanyia kazi mamlaka yako. I know many of the time when this word is being preached, Wakati mwingi neno hili linapohubiriwa, we only talk about the dry bones. tunazungumzia tu mifupa mikavu. In this story, Katika hadithi hii, most people watu wengi focus on the dry bones. wanaangalia mifupa mikavu. But there is one thing Lakini kuna kitu kimoja that many people forget. ambacho watu wengi husahau, That the dry bones ya kwamba mifupa could mikavu not have come to life haingekuwa if hai someone kama mtu or if Ezekiel ama kama Ezekieli had not exercised the power given to him. kama hangefanyia kazi uweza uliowekwa ndani yake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ezekiel had the power, Ezekieli alikuwa na mamlaka, but he did not realize that he had the power in him. lakini hakugundua kwamba alikuwa na mamlaka ndani He yake. did not realize that he had the authority in him. Hakugundua kwamba alikuwa na uweza ndani yake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. So people focus so much on the dry bones, Kwa hivyo watu wanaangalia sana mifupa mikavu and they forget that there is this very important aspect in this story na wanasahau kwamba kuna hii sehemu iliyo kuu katika hadithi about hii Ezekiel kuhusu Ezekieli exercising kufanyia kazi his heavenly power nguvu zake za or his kiungu heavenly authority. ama mamlaka yake ya kiungu. And so today I want us to talk about exercising our authority as the children of God. Kwa hivyo leo nataka tuzungumzie kuhusu kufanyia kazi mamlaka yetu kama wana wa Mungu. Today we need to talk about us discovering and knowing the potential and the power that God has given us. Leo nataka tuzungumzie sisi kugundua na kujua uweza na nguvu ambazo Mungu ametupa. Because most of the times we don't understand Kwa sababu mara nyingi hatuelewi that great is he who lives in us than that who is in the world. ya kwamba ni mkuu anayekaa ndani mwetu kuliko You yule don't anayekaa ndani mwetu. understand that you have power to command things to happen. Hauelewi kwamba una mamlaka ya kuamrisha vitu na vitendeke. You don't understand that you are put in a position of authority to make things happen. Hauelewi kwamba umeweka katika nafasi ya uwezo ya kufanya vitu vitendeke. Listen, these dry bones were there, Sikiza, hii mifupa mikavu ilikuwepo, but God had to take Ezekiel to the valley. lakini Mungu alihitajika kumchukua Ezekieli hadi kwenye bonde. I am very much sure Ezekiel knew about the bones, Nina hakika kwamba Ezekieli alijua kuhusu mifupa, but he did not know that he had the authority to command the bones to come to life. lakini hakujua kwamba alikuwa na mamlaka ya kuamrisha mifupa iwe hai. And so today I want to remind you, Kwa hivyo leo nataka nikukumbushe, and today I want to make sure that you are cognizant of the fact that you are a child of God, na leo nataka nihakikishe kwamba umegundua na umejua kwamba wewe ni mwana wa Mungu and that you have authority na kwamba una mamlaka to command the dry bones. kuamrisha mifupa mikavu. But for you to command the dry bones, Lakini wewe ili uweze kuamrisha you mifupa have mikavu, to exercise your authority. lazima ufanyie kazi uweza wako. Things will happen, Mambo yatatendeka, not because you are born again. si ya kwamba umeokoka. Things will happen, Mambo yatatendeka, not because you know how to pray. si ya kwamba unajua kuomba. Things will happen, Mambo not yatatendeka, because you know how to fast. si ya kwamba unajua kufunga. Things will happen, Mambo yatatendeka, not because you have networks and connections. si ya kwamba umeunganishwa vizuri. Things will happen Mambo when yatatendeka you exercise your authority as a child of God. unapofanyia kazi mamlaka yako kama mwana wa And that Mungu. is what we are lacking as Christians. Na hicho ndicho tunachokosa kama That Wakristo. is what we are lacking. Hicho ndicho The tunachokosa. Bible says my people perish because of lack of knowledge. Biblia inasema watu wangu wanaangamia kwa We kukosa lack the maarifa. knowledge to know that we are supposed to exercise our authority. Bila maarifa hujui kwamba unafaa kufanyia kazi mamlaka yako. As the children of God, we should command things to happen. Kama wana wa Mungu lazima tuamrishe vitu As the vitendeke. children of God, we should prophesy to the dry bones, Kama wana wa Mungu lazima tutabirie and they come kwa up back to life. na yuje kuwa hai. Somebody say amen. Mtu aseme amen. Somebody say amen. Mtu sema amen. Tell your neighbor, exercise your authority. Ndio jirani yako, fanyia kazi mamlaka yako. Exercise your authority. Exercise your authority. Listen, Iza. the police don't do their work because they are policemen. Askari hawafanyi kazi yao kwa sababu wao ni askari. Let me tell you, the police don't do their work because they are policemen. Askari hawafanyi kazi yao kwa sababu wao ni askari. They do their work Wanafanya because kazi they yao have been given authority to do it. kwa sababu wamepewa uwezo na mamlaka ya kufanya. Bwana asifiwe. Amen. They are given authority to do it. Wamepewa mamlaka ya kufanya. When people graduate, Watu wanapo graduate, you are told you have been given power unaambiwa umepewa mamlaka to do kufanya whatever pertains of this degree. chochote ambacho kinahusiana na hii degree. Doctors don't practice medicine
because they are doctors. Madaktari hawasomi udaktari kwa sababu ni madaktari. They practice it because they have been given authority to practice it. Wanatibu kwa sababu wamepewa mamlaka ya kutibu. Because if you have not been given the authority, if you are not licensed to do it, you cannot do it. You'll be arrested. Kwa sababu kama hujakubalika kufanya, huwezi fanya, utashtakiwa. Yes, you are a doctor. Ndio wewe ni daktari. But you cannot treat people lakini if the government has not given you the authority. Kama serikali haijakupa ruhusa. Sam is here. He's a pharmacist. But you cannot practice pharmacy if you are not licensed and given authority, right? Huwezi fanya kazi kama hujapewa mamlaka na uwezo. And so we as Christians, kwa hivyo sisi kama Wakristo, things will not happen by the mere fact that we are born again. Mambo hatatendeka tu kwa sababu tumeokoka. We will not call the shots just because we know how to pray. Hatuna shida kwa sababu tunajua jinsi ya kuomba. We will not make things happen just because we know how to fast for 40 days. Hatutafanya vitu vinaendelea kwa sababu tunajua kuomba siku 40. We will make things happen when we recognize that we have been given the authority and we exercise it. Tutafanya mambo yatendeke tutakapogundua kwamba tumepewa uwezo na kufanya kazi. And so from today, kwa hivyo leo, I want you to know, nataka wewe ujue that you have been authorized from heaven. Ya kwamba umepewa mamlaka kutoka mbinguni. God the Father has given you authority. Ya kwamba Mungu Baba amekupa mamlaka. You have been given authority to do all things. Umepewa mamlaka kufanya mambo yote. Through Jesus Christ. Kupitia kwa Yesu Kristo. You have been given authority. Umepewa mamlaka. To cast demons. Kufukuza wapepo. You have been given authority. Umepewa mamlaka. Hallelujah. To call the dry bones to life. Ili uweze kuambia mifupa mikavu rejea katika uhai. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Even when you start reading, hapo tunapoanza kusoma, God asked Ezekiel, Mungu anauliza Ezekiel, can these dry bones come back to life? Je, mifupa mikavu inaweza kuwa hai tena? Can these dry bones come back to life? Je, mifupa mikavu inaweza kuwa hai tena? That question, hilo swali, can only be asked, linaweza tu kuulizwa to a person kwa mtu yule who is of equal power, ambaye ana uwezo na nguvu sawa sawa. God asked Ezekiel this question because he knew Ezekiel was in that authority. Mungu alimuuliza Ezekiel hili swali kwa sababu alijua Ezekiel alikuwa katika hayo mamlaka. God had already given Ezekiel that opportunity. Mungu tayari alikuwa ameshampatia hayo mamlaka. But Ezekiel was sleeping. Lakini Ezekiel alikuwa akilala. Ezekiel was sleeping. Ezekiel alikuwa amelala. On the authority that God had given him. Kwa mamlaka ambayo Mungu alikuwa amempa. And so God comes in. Kwa hivyo Mungu anaingia kati. Hey, anamwambia wewe, hey, wewe, can these bones come back to life? Je, mifupa mikavu inaweza rejea kwa uhai? Because he knows Ezekiel has got the answer. Anajua Ezekiel ana jawabu. Ezekiel has got the answer. Ezekiel ana jawabu. And today God is asking you the same question. Na leo Mungu anakuuliza swali hilo hilo. Because he know you have the answer to your own problems. Kwa sababu anajua una jawabu kwa shida yako. God is asking you, yes, 2021 is coming. Mungu anakuuliza 2020 are your children going back to school? Je, watoto wetu wanarejea shuleni? God is asking you, yes. Mungu anakuuliza ndio. Your business has died. Biashara yako imekufa. But can it come back to life again? Lakini je, inaweza kufufuka tena? The ball is in your court. Mpira huu uwanjani mwako. God is asking you. Mungu anakuuliza. Yes, you have been sick. Ndio umekuwa mgonjwa. Can you be healed again? Lakini je, unaweza pona? It is not that God cannot heal you. Si kwamba Mungu hawezi kuponya. But it is because God has already given you the authority to declare healing upon yourself. Lakini kwa sababu Mungu ameshakupa mamlaka ya kutangaza uzima juu ya maisha yako. And as Christian, that is what is eating us. Na kama Wakristo hicho ndicho tunachotukula. We get sick. Tunakuwa wagonjwa. Instead of declaring healing upon ourselves, badala ya kutangaza uzima we start going round and round. Tunaanza kuzunguka na kuzunguka. Whereas we can declare healing upon our lives and we get healed. Na hivyo tunaweza tangaza uzima juu ya maisha yetu na tupone. God is asking you. Mungu anakuuliza. Yes, you have been unemployed. Ndio umekosa kazi. Your business has died. Biashara yako imekufa. You are sacked out of your job. Umefutwa kazi. You don't have anything to do. Hauna chochote cha kufanya. But can you get that job again? Lakini je, unaweza pata hiyo kazi tena? Hey, God is asking you, can you get that job again? Mungu anakuuliza, unaweza pata hiyo kazi tena? At the pool of Bethsaida, God asked the man that was there for 38 years. Katika kijito cha Bethsaida, Mungu, do you want to be healed? Alikuwa pale. Do you want to be healed? Je, unataka kupona? Do you want to be healed? Je, unataka kupona? Listen, God is not asking you this because he can't do it. Mungu hakuulizi but he knows you can do it on your own. Lakini anajua unaweza. He knows you can declare. Unajua unaweza. He knows you can prophesy. Anajua unaweza tabiri. And God
today is telling you to prophesy Na Mungu leo anakuambia utabiri over every dead situation. kwa kila hali ya kila Wacheni siku. kusumbuka, wacheni kusumbuka. Stop going around. God has already given you the authority. Mungu tayari amekupa It mamlaka. is for you to declare. Ni wewe tu It is for you kutangaza. to decree. Ni wewe tu It is for you to kutangaza. prophesy over your Ni wewe tu situation. kutabiri kwa That usazi come wote. 2021, Ya kwamba kuja I am going to be employed. nitapata That come kazi. 2021, Kuja mwaka my business is going up. biashara yako That come itapanda. 2021, Kuja mwaka I am going to have school fees for my children. Nitakuwa na That karo come kwa 2021, mwaka ujao. hey, Hey, you should prophesy. lazima You utabiri. should declare. Tabiri. You should decree. Tangaza. Because you have the authority. Kwa sababu una mamlaka. Say, I have the authority. Sema nina mamlaka. Somebody say, I have the authority. I have the authority. Tell your neighbor you have the authority Ambia jirani yako una mamlaka. to decree, Kutangaza. to declare, Kutangaza and to prophesy. na kutabiri. Because you have been given. God has given you this. Kwa sababu Mungu amekupa hii. Mungu amekupatia mamlaka. God has given you authority. Si ati yeye hawezi kufanya. It's not that he cannot do it. It is because he knows Ni kwa sababu that he anajua has given you the power and authority amekupa mamlaka na to uwezo. declare. Kutangaza. It is not God who declared about. God did not prophesy over the dry bones. Mungu hakutoa unabii kuhusu mifupa. It was Ezekiel. Ni Ezekieli. It was Ezekiel. Ni Ezekieli. And let me tell you something. Acha nikwambie kitu. The dry bones that are in your life, Mifupa mikavu iliyo katika it maisha is yako. not because of God. Si kwa sababu ya Mungu. It is because you have refused to recognize the authority that you have. Ni kwa sababu umekataa kutambua mamlaka It is uliyonayo. not about God. Si kuhusu Mungu. It is time for you to take up Ni wakati wako wewe kuchukua sasa the position that God has given you nafasi ambayo Mungu and amekupa declare na utangaze and decree na utangaze over your family, kuhusu familia over your yako, business. kuhusu biashara yako. Hey, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. So Jesus asked the man at the pool, Kwa hivyo Mungu akamuuliza yule aliyekuwa katika kijito, do you want to be healed? je, unataka kupona? Do you want to be healed? Je, unataka kupona? Do you want your business to flourish? Je, unataka biashara yako inawiri? Do you want to get a job? Je, unataka kupata kazi? Do you want your children to go to school? Je, unataka watoto wako warudi shuleni? Do you want that house that has stalled to be finished? Je, unataka hiyo nyumba ambayo imesimama Do you imalizike? want to get married? Je, unataka kuoleka? Do you want to get a good husband? Je, unataka kupata mwanamume Do you want to mzuri? get a good wife? Je, unataka kupata mke mzuri? For those who don't have children, do you want to get children? Kwa wale ambao hawana watoto, je, unataka kupata watoto? Listen. Lakini sikiza, What in these two instances, katika hizi vitu viwili, these people almost reply the same. hao watu karibu walitoa majibu sawa sawa. Ezekiel tells God, only you know. Ezekieli anamwambia Mungu, ni wewe pekee wajua. Sasa kama Mungu yeye mwenyewe alikuwa anajua, kweli angemuuliza. If God Si Mungu alikuwa anajua. would you have asked? Si Mungu alikuwa anajua. God already known. Si alikuwa anajua tu akimuuliza. He knew when he was asking him. When Jesus asked the man at the pool, Yesu want alimuuliza to yule get mtu aliye healed? kwenye kijito, je, the man unataka said, kupona? I have no one. Jamaa anasema Sina kwamba sina mtu. mtu yeyote. Sina mtu. I have no one. Sina mtu. I have no one. When Jesus asked them, Yesu when anapouliza, God asked him, Mungu anapomuuliza, he knew. alijua, But they just want you to exercise your authority. lakini wanataka tu uweze kutufanyia kazi God mamlaka yako. wants you to exercise your authority. Anataka tu ufanyie kazi mamlaka It yako. is not that God cannot do it. Si ya kwamba Mungu hawezi kufanya, But God wants you to know that you have authority. lakini Mungu anataka wewe ujue kwamba una mamlaka. Hey, God wants you to know Mungu anataka ujue that going forward ya kwamba kuendelea in mbele 2020, mwaka 2020 that you have authority. ya kwamba una mamlaka. Yes, in 2020 it has been dry bones. Ndio mwaka huu imekuwa mifupa We mikavu. have been in the valley Tumekuwa katika bonde and nothing is in life. na hakuna kitu kilicho na uhai. Hakuna kitu ambacho kina uhai. There is nothing that is Watu alive. wamepoteza makazi, People have lost biashara jobs. zimekufa, Business ndoa has- zimeharibika, mipango imepanguliwa. Amen. Lakini Mungu anamuuliza, je, hii mifupa mikavu inaweza kuwa hai tena? Can these bones come back to life? And God is asking you the same question. Na Mungu anakuuliza lile hilo swali. But when God asks you that question, Na Mungu anapokuuliza swali hilo, the only thing that you can do is answer with another question. na kitu ambacho unaweza kufanya ni wewe The only kujibu na thing that you swali can hili. do is complain. Kitu ambacho ni wewe kulalamika. When God asks you that question, Mungu anapokuuliza swali hilo, that can these dry bones come again? ya kwamba hii mifupa mikavu Your answer should be yes, Lord.
Mjibu lako nafaa kuwa When ndio. God asks you, Mungu anapokuuliza, can you get a job again? Can you be employed? unaweza pata kazi tena? You should say, yes, I can. Unafaa useme ndio na When wewe. God asks you, can your business come back to life again? Mungu anapokuuliza, You should say, yes, it can. unafaa useme ndio inaweza. You should be in agreement with God. Unafaa kuwa katika makubaliano na Mungu. And that is the problem. Most of the time we are not in agreement with God. Na hiyo ndio shida, kwa nyakati nyingi We are not in agreement with God. na Mungu. We don't swim in the same way with God. Hatuogelei katika bahari moja na Mungu. Jesus asked the man, do you want to be healed? Mungu anamuuliza yule mtu, nataka kupona. The man says, I have no one. Ndio anasema sina mtu. Sina mtu yeyote. I've got no good father. Sina mtu yeyote. God asks you, do you want to get a job? Mungu anakuuliza Unataka kusema Kenya siku hizi ni kujuana. You want to start saying in Kenya nowadays you need to have a good father. Kenya siku hizi ni networks. You need to have a good connection. Mungu anakuuliza unataka kupata kazi, unasema Kenya siku hizi kupata kazi lazima ujue mtu anajua mwingine, anajua ankoli yake. Amen. You know, in Kenya it is so bad nowadays, Kenya, katika nchi yetu ya Kenya ni vibaya sana. I was telling my friend, nilikuwa naambia in Kenya everything is connections. You must have connections. Katika nchi yetu ya Kenya kila kitu lazima uwe na umeunganika. And I cracked a joke with him. Na nikafanya mzaha naye. And I told him, nikamwambia, the situation is so bad in Kenya. Kwamba hali ni mbaya sana Kenya. That even in burials. Ya kwamba hata katika matanga. For you to eat in a burial you must have connections. Ya kwamba ili kule katika matanga lazima uwe lazima ujue mtu hapo jikoni. You have to have a good connection in the kitchen. That is where we are in Kenya. Hapo ndipo tulipo katika nchi yetu ya Kenya. Yaani wewe ndio ukule kwa matanga. My friend, na funeral. Lazima ujue mtu pale jikoni ama lazima ujue ndugu ya mwenye amefiliwa. Connections. Lazima tukue na connections. That is where we are in Kenya. Hapo ndipo tulipo. But God is not a respecter of networks. Lakini Mungu si wa kutii. God is not a respecter of connections. Mungu hatii hizo connections. God only wants you to be in agreement with him. Mungu anataka tu ukue katika makubaliano na yeye. Mungu anataka tu muwe kitu kimoja. Yes, you just anakuuliza swali unajibu ndio. If we ask you a question, say yes. Usianze kusema mimi sina Godfather. Stop saying talking about because God. He is God the Father. Kwa sababu yeye ndiye Mungu. You don't need a Godfather. He is God the Father. Yeye ni Mungu Baba. A while back, siku kupita huko nyuma, some few years back, miaka mingi iliyopita, nilikuwa nafanya kazi mahali kibarua tu. I was working somewhere. Na hiyo mambo tu ya connection tu. Connection. So unajua kibarua unarauka asubuhi unaenda pale kunatoka either supervisor ama yule mtu ameambiwa kuja, anakuja wewe ingieni. So unajua tayari connection ishafanywa. So nyinyi mko tu pale kama mashabiki. But tayari connection ishafanywa, mipango, system tayari iko set. So unaona mtu tu anatoka pale anakuja wewe. Na saa nyingine hata ukiangalia yule mtu anachaguliwa unajiangalia mara mbili, unashindwa kwani nini mbaya na mimi? Ushaona mtu anapatiwa kazi mpaka unajiuliza, kwani niko na shida gani? Bwana asifiwe. Amen. So sijui nini nilifanyika and the system changed. So ikakuwa sasa ni namba zinaandikwa 1 2 3 4, mko wangapi? Tuko 30. Haya 1 2 3 4 mpaka 30. Sawa? Kwa hivyo kunatakana watu wangapi? Watu 10. So kwa hizi namba 30 ina kama ile tukaratasi tunaandikwa and then tudogo mnaachiwa pale. Sasa ni mtu ajichagulie. So hapo unajua ni man for himself and God for us all. So ilipofika to that point nikaambia Mungu, mimi sitakuwa nafanya kazi ya kupaka kuku lipstick. Nakuja hapa asubuhi narudi jioni hakuna kazi. Asubuhi jioni hakuna kazi. Nikasema hii haiwezekani. Hii haiwezekani. Things must change. Mambo lazima things must change. Mambo yabadilike. I decided no, enough is enough. Kasema imetosha. Things must change. Mambo lazima badilike. Na unajua sasa hiyo unapiga route 11. My friend, hauna hata pesa ya fare. You are footing. You don't have even hauna hata pesa ya lunch. No even lunch. Nothing. Hakuna chochote. So wewe ni kwenda asubuhi kurudi jioni. Kwenda asubuhi kurudi jioni. And I told God, no. This must stop. Nikamwambia Mungu lazima hii ikome. Lazima ikome. And I decided to exercise my authority as the son. Na nikaamua kutumia nguvu zangu. Na nikaambia Mungu kuanzia leo
mimi nitakuwa nachezea number 1 mpaka 3. 1 mpaka 3. Sitoki hapo, mimi nitakuwa top 3. Na nikaambia Mungu ni hivyo. Amen. Na sitaki story nyingine. Trust me you. Zilikuwa zinaangushwa hivi. Nikipick either I pick number 1. Nikienda sana number 3. Number 1, number 3. Number 1, number 3. A whole month mimi nilikuwa kazi. Amen. A whole 1 month. Kwa mwezi mzima. Because I declared and I exercised my authority. Kwa sababu nitangaza, nikasema Mungu, mimi ni mtoto wako. I am your child. Nikamwambia Mungu, and you say greater is he who is in me. Unasema Mungu aliye ndani mwangu, who is in the world. Kuliko yeye aliye. God show me the right number. Mungu nionyeshe namba iliyo sahihi. God show me the right number. Mungu nionyeshe namba iliyo sahihi. Na sitaki namba ya kunipatia dukuduku. Mimi nipatie namba ya the first half, mimi nimaliza mchezo. Amen. Mimi mambo ya kwenda second half sitaki. Number 1 tunamaliza mchezo mapema, mimi naingia kazi. Amen. And that happened. Na hiyo ikatendeka. So after a month, kwa hivyo baada ya tumeingia second month, mimi na swing pale tu number 1 number 3. Number 1 number 3. Jamaa mmoja akaja akaniuliza, my friend. Alikuwa ananiita Kase kuja hapa. Hebu tuongee tu leo kweli. Ni nini hapo unafanyanga, niambie tu. Nikamwambia hakuna, akaniambia hapana. Kase mimi nakujua. Na wajua nyinyi hapa iko kitu. Yaani wewe number 1 number 3, nipatie siri ya urembo. Nikamwambia siri ya urembo ni kuongea na Mungu. Ongea na Mungu. Amen. Ongea na Mungu, mwambie ile unataka. Amen. Ongea na Mungu, mwambie kile unataka. Talk to God, tell him what you want. Tell God what you want. Ambia Mungu kile unataka. Tell God what you need. Ambia Mungu kile unataka. Prophesy to that situation. Tabiri kwa hiyo hali. Prophesy to that situation. Tabiri kwa hiyo hali. Declare and prophesy. Tangaza na utabiri. Declare and decree. Tangaza. Listen. Sikiza. In 1 Kings chapter 17. Katika Wafalme wa kwanza 17. We see a man by the name Elijah. Tunaona mtu kwa jina Elijah. Elijah Mtishibi. Elijah. And verse 17 says. Na 17 inasema. Now Elijah the Tishbite was a prophet from the settler in Gilead, a servant of the Lord. He said, I serve the Lord, the God of Israel. Elijah said to Ahab, as surely as the Lord lives, no rain or dew will fall during the next few years unless, someone say unless. Unless I do what? Unless I do what? So, malizia hapo. Unless I do what? I say so. Pengine nikisema hivyo. Unless I do what? I say so. Pengine nikisema hivyo. The Good News Version says, no rain will or dew will fall during the next few years unless I command it. Na kwamba hakuna mvua ama umande utakaonyesha kwa miaka miezi ijayo mpaka niseme hivyo. So everything will happen. Kwa hivyo kila kitu kitafanyika. Because you will command it. Kwa sababu umeamrisha. And so as you are entering 2021. Na kwa hivyo unapoingia mwaka 2021. Enter with authority. Ingia na mamlaka. Enter with command. Ingia na uwezo. Knowing that you have been given the power. Ukijua kwamba umepewa to exercise. Kufanya kazi. To exercise. Kufanya kazi. Authority and command. Mamlaka na command jobs to come your way. Amrisha kazi. Command opportunities to come your way. Amrisha nafasi kuja. Command your businesses to rise up. Amrisha biashara. Command your marriages to stand up. Amrisha ndoa zako. Command your children to go to school. Amrisha watoto wako. Command finances to come your way. Amrisha fedha zije. Command sicknesses not to come to your family. Amrisha magonjwa yasije kwa familia. It will only happen. Itafanyika tu if you exercise your authority. Kama utafanya kazi mamlaka yako. To command. Kuweza kuamrisha. To command. Kuamrisha. Somebody say I will command. Mtu sema nitaamrisha. Somebody say I will command. I will command. And things will happen. Na mambo yatatendeka. Hallelujah. 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 Let me tell you something. Acha nikwambie kitu. 2021, I preached the other day on 25th and I said, God is going to do things in the simplest way possible. In 2021, God will not do things
in a big way. Katika mwaka ujao Mungu hatafanya vitu kwa njia iliyo kuu. God is not going to do things in a big way. Mungu haendi kufanya vitu kwa njia kuu. I preach and I say God is going to do things from the simplest way possible going up. Nilihubiri na nikasema Mungu anaenda kufanya kazi na vitu kwa njia iliyo chini Just sana. as Jesus was born Vile tu Yesu alizaliwa in the cowshed. katika zizi la ng'ombe. But today Jesus is being preached all over the world. Lakini leo Yesu anahubiriwa kila mahali ulimwenguni. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. And so today, Na kwa hivyo leo I want to decree nataka kutangaza and declare na kutangaza that God has given you the authority. ya kwamba Mungu amekupa mamlaka. And so you should exercise Na it. kwa hivyo lazima uifanyie. You should exercise it. Kwa hivyo lazima uyafanyie For kazi. those who are in school, Kwa hivyo wale walio shuleni, exercise your authority as the child of God. fanyia mamlaka yako kazi kama wana wa Mungu. Because it is written, we shall be the head and not the tail. Kwa sababu imeandikwa tutakuwa vichwa bali si mikia. Exercise your authority to be the head. Fanyia kazi yako, fanyia mamlaka Even in yako your kuwa workplace, kichwa. even in your workplace, Hata mahali pako pa kazi. exercise the authority. Fanyia kazi mamlaka Other yako. people are being promoted and you are there. Watu wanapandishwa vyeo And you are keeping quiet. na umenyamaza. Other people their salaries are being increased and you are there. Watu wengine wanapandishwa And you are keeping quiet. mshahara, umenyamaza. Hallelujah. Hallelujah. You should command. Lazima You should exercise your authority lazima ufanye and kazi say, mamlaka yako. God, Na I useme, refuse. ninakataa. Every dry bone in my life shall come back to life. Yote iliyo maishani mwangu itakuwa Lazima mifupa mikavu. the dry bones. The dry bones will come back to life. Mifupa mikavu itakuwa hai. But they will come back to life Lakini itakuwa tu hai only if kama tu wewe you command. utaamrisha. Only if Kama tu you exercise your authority. utafanyia kazi mamlaka yako. Let me tell you, Acha nikwambie, the word authority in Hebrew, jina mamlaka katika Kiebrania, the word authority in Hebrew jina mamlaka katika Kiebrania is called tokef. inaitwa tokef. T-O-K-E-F. T-O-K-E-F. That is the Hebrew word for authority. Hilo ndilo jina la Kiebrania kuhusu mamlaka. So what does authority mean? Kwa hivyo hili jina linamaanisha nini? As I wind up, Ninapomalizia, what does the word authority mean? jina la mamlaka linamaanisha nini? I want you to come of this place today Nataka utoke mahali hapa leo knowing kama umejua, or understanding kama umeelewa when God says he has given authority to you, kwamba Mungu anaposema amekupa mamlaka, what it means. ni nini inachomaanisha? The first meaning of authority, Maana ya kwanza ya mamlaka, it means to prevail. inamaanisha ni kutawala. Somebody say prevail. Mtu aseme kutawala. So when God tells you to exercise your authority, Kwa hivyo Mungu he's telling you to prevail. Kwa hivyo Mungu anapokuambia kufanyia kazi mamlaka yako, anaambia kutawala. And so I declare and decree and I pray that in 2021 Kwa hivyo natangaza kwamba mwaka 2021 you are going to prevail. unaenda kutawala. That you are going to exercise your authority to prevail. Unaenda kufanya kazi mamlaka yako. That you are going to prevail over every circumstance. Unaenda kutamalaki juu ya kila hali. That you are going to prevail over every obstacle. Unaenda kutamalaki kila juu ya vikwazo. Number 2, Ya pili, the meaning of authority. maana ya mamlaka. When God says I have given you authority Mungu anaposema to nimekupa trample mamlaka over snakes, kutembea juu ya nyoka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. He means I have given you the authority to overpower. Amnamaanisha nimekupa uwezo wa kushinda. I have given you authority to overpower. Nimekupa uwezo wa kushinda. So God has given you authority to Kwa overpower. hivyo Mungu amekupa mamlaka ya Don't kushinda. limit yourself. Usiweze kujiwekea Don't vikwazo. put yourself in a box. Usijiweke katika Because kisanduku. God has given you the power to overpower. Kwa sababu Mungu amekupa uwezo wa kushinda. Mungu amekupa uwezo wa kushinda. Mungu amekupa uwezo wa kushinda. And so in 2021, Kwa hivyo mwaka walk 2021 majestically, tembea kama kwa walk kifalme. flamboyantly, Tembea kifalme. walk in a stylish way, Tembea kwa njia knowing that God has given you the authority to overpower. ukijua Mungu amekupa uwezo wa Nothing kushinda. is going to stop you. Hakuna kitu kitakacho Nothing kusimamisha. is going to come your way. Hakuna kitu kitakachokuja njia yako. And in any case, if something comes on your way, Na kwa njia yote kitu kija kwa njia yako. utapita nayo. In any case, if something comes your way, Kwa njia yote kitu kija kwa in njia yako. 2021, Kwa mwaka 2021. let them be warned. Acha wakaote Let them be informed
acha wakaweza Let kuambiwa, them be noticed. acha waweze kupewa Hey, notisi. that utapita na wao. You will Because you have been given the authority to overpower them. kwa sababu umepewa uwezo wa You will kuwashinda. be unblockable. Hautaweza You kutishwa, will be unpunyable. hautaweza kushtuliwa. Hey, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. God has given you authority. Mungu amekupa mamlaka. The third meaning of authority. Maana ya tatu ya mamlaka, When God says, I have given authority to Mungu you, anaposema nimekupa mamlaka, he says anasema that I have given you the authority to become great and multiply. na amesema kwamba nimekupa uwezo wa kuwa mkuu na kuongezeka. I have given you the authority to become great and multiply. Nimekupa uwezo wa kuwa mkuu na kuongezeka. I have given you the authority to become many. Nimekupa uwezo wa kuwa wengi. And so in 2021, Na kwa hivyo mwaka from 2021 now henceforth, kuanzia leo ukiendelea moving forward, kuendelea mbele, because 2021 has been a year of subtraction. kwa sababu mwaka 2020 Even the savings that we had, hata vile tulikuwa we have been subtracting. tumekuwa tukiondoa. Biashara tumekuwa tukiondoa. No. So many people had so many businesses, Watu wengi walikuwa na biashara nyingi, but they had to close them down lakini walishinikizwa kuzifunga because they were in the valley of the dry kwa bones. sababu walikuwa katika bonde la mifupa But mikavu. in 2021, Lakini mwaka God is 2021 saying, Mungu I have anasema given you the authority nimekupa to mamlaka multiply. I have kuongezeka, given you the authority nimekupa mamlaka to be a great person. kuwa mtu I have mkuu, given you the authority nimekupa mamlaka to become many. kuwa And wengi. so I say you are going to multiply. Kwa hivyo nasema Your businesses are going to multiply. Your companies are going to multiply. Your income is going to multiply. Everything that you have is going to multiply. Chochote ulicho nacho kitaongezeka. Somebody say amen. Amen. Hey, can I hear somebody shout for Jesus? Hallelujah. 2021 is going to be a year of multiplication. Mwaka 2021 unaenda kuwa mwaka It's wa going to be kuongezeka. a year of greatness. Unaenda kuwa mwaka wa ukuu. It's going to be a year of being many. Unaenda kuwa mwaka wa kuwa wengi. Bwana asifiwe. Amen. You have been given authority by God. Umepewa mamlaka na Mungu. You have been given power by God Umepewa mamlaka na Mungu to prevail, kutamalaki, to overpower, kushinda, to be great and multiply. kuwa mkuu na kuongezeka. So walk in that knowledge. Kwa hivyo tembea katika hiyo hekima. Even as we start 2021, Hata tunapoanza walk in 2021, that knowledge. tembea katika hiyo hekima. Walk in that wisdom. Tembea katika hiyo Walk in hekima. that understanding Tembea katika huo kuelewa that you are a son of God. ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu. You are the son of the Most High. Wewe ni mwana wa Mungu aliye And you mkuu. have been given power Na umepewa uwezo to exercise your authority kufanyia kazi mamlaka on yako behalf of God. kwa niaba ya Mungu. God bless you so much. Mungu akubariki sana. Exercise your authority. Fanyia kazi mamlaka yako. Amen. Amen. Thank you so much. Amen.